Nashukuru mtoa mada wetu. Mimi naitwa Samuel Dahae, ni afisa ugani kutoka mkoa wa Manyara, lakini ni mwanafunzi wa hapa SUA. Nishukuru kwa ajili ya mada nzuri ambayo imetufungua ufahamu katika mambo mengi. Kwenye jambo la kwanza nitaka nishauri kwamba jambo hili au hoja hii ni nzuri sana. Sasa nikaona kwamba ni muhimu sana hoja hii ikapenyezwa kwa wanasiasa na viongozi wetu mbalimbali wanaosimamia taasisi na sekta mbalimbali katika umma na binafsi, kwa sababu ziko dhana ambayo bado ipo kwa wananchi, lakini pia kwa viongozi, kwa maana ya kwamba bado serikali ndio yenye jukumu kubwa la kuleta maendeleo. Na shukuru kwamba mtu wa mada pia aliwahi kuwa mbunge, kwamba mbunge anapokuwa bungeni anauliza serikali inafanya nini huko kwake, lakini serikali hiyo inataka kutoza kodi kule ili ifanye hayo ambayo wao wanataka, lakini kule chini pia akienda hataki wananchi wake wasumbuliwe. Kwa hiyo nikaona kwamba konsepti hii ya PPP wakubwa zetu wanasiasa wakiielewa, na kwa huku tunakotaka kwenda miaka 25, ninafikiri tutafanikiwa. Na mimi kama nilivyosema, ninatoka kwenye huduma za ugani, kwenye huduma za ushauri wa ugani, kilimo. Wataalamu wetu au wengi wenzangu wa serikali, mtizamo wanavyochukuliwa kule chini ni kama vile hatuonekani kama tunafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaotakiwa kupewa huduma wao wameizoea kama ni huduma inayotakiwa kutolewa bure na serikali. Sasa wakati mwingine mazingira tulio nayo sisi katika kuwafikia mkulima moja moja, wao hawaelewi, na wakati huo hawataki kuchangia. Kwa hiyo dhana ile dhana ya kwamba huduma ya ugani ingepaswa kuchangiwa kwa wananchi haipo, na hata kwa wanasiasa wale wa chini kule madiwani na wao hawaielewi. Kwa hiyo afisa ugani au mtaalamu ambaye ameivishwa huku ataonekana kama hafanyi kazi, lakini kumbe population ni kubwa ambayo anatakiwa aihudumie. Kwa hiyo sasa ile dhana ikipenyezwa katika mifumo ya kitaasisi, ikafika kule kwamba sasa hivi tunakotaka kwenda ni ushirikiano au mashirikiano katika kuboresha sekta ya kilimo, watu wetu wataweza wakachangia. Wananchi wakulima wanaweza kachangia kama wanavyochangia huduma wanazoletewa na wataalamu wa mifugo. Wakati mwingine anamwita, anamgharamikia baadhi ya gharama, lakini wa ugani wa mazao anatakiwa afanye bure. Sasa hichi nafikiri ni dhana ambayo inatakiwa iwafikie viongozi wetu, ili nguvu kazi hii iende kufanya kazi kwa matokeo yatakayoonekana. Asante sana. Swali lingine au mchango mwingine? Kwa majina naitwa Juma Salim Hemed, ni mwanafunzi wa mwaka pili shahada ya kilimo Agriculture Extensions. Mimi nilikuwa na swali. Mtoa mada kama alivyoelezea, sekta ya kilimo inachangia 25% ya uchumi, 23% export na masuala mengine. Swali langu ni kwamba kama sekta ya kilimo ni nguzo ya uchumi wa Tanzania, ni upi mkakati mahususi wa kitaifa wa PPP kwenye sekta hii ya kilimo? Asante. Asante. Nadhani hilo ndio swali la kwanza. Karibu. Asante. Nami niungane na waliotangulia kumpongeza kwa kweli mkuu kiongozi wetu. Nina swali moja upande wa ubia. Jina langu naitwa Ezron Karimribo, ni rasi wa ndaki ya tiba ya wanyama na sayansi za afya. Swali liko kwenye mkataba wa ndoa ile katika ubia, kwa sababu ndoa ina pande mbili. Sasa mara nyingi upande wa public huwa tunaingia kwenye ule mkataba tukiwa na udhaifu ukilinganisha na wenzetu ambao kwenye private sector, na hasa kwa sababu driving force ya private sector
Mimi nisoma siasa zile, sio civic and moral sasa hivi. Mwalimu wangu alikuwa ananiambia private sector yoyote inahitaji kutengeneza faida, sio faida kibao, super profit. Kwa hiyo tunapoingia kwenye ile mikataba, mara nyingi udhaifu wetu upande wa public ni uwezo wa kutafakari matokeo ya kisheria ambayo yatakuja kutufunga katika ule muda mrefu. Sasa swali langu kwa mheshimiwa, kama actual executive director wa PPPC, ni juhudi zipi zinafanyika kuhakikisha kwamba tunapoingia kwenye ile mikataba ya ndoa ni kwamba upande wa hasa wa public sector, na fikiria taasisi yangu kama SUA, hatutaingia kwenye hasara ya muda mrefu. Linalofuata ni oni tu, mheshimiwa kuniruhusu, umezungumza upande wa rasilimali watu, na kana kwamba sisi tunaonekana kwamba hatuna ule uwezo mkubwa wa kuweza kuendesha upande wa managerial efficiency. Mimi naomba kidogo nitofautiane na wewe mheshimiwa kwa swali upande mmoja, kwamba managerial efficiency ina factors nyingi ambazo zina surround. Moja ni ile ecosystem inayoizunguka, kwa sababu tumeona some managers, na tuna some examples, wakija kumanage taasisi Tanzania wanaonekana hawadeliver, lakini wakihama mipaka wana manage vizuri. Tuna taasisi kwa mfano za wabunifu, moja naifahamu kwa mfano kuna Nala, imekwenda vizuri kwenye cryptocurrency, inafanya vizuri sana, trend yake imekwenda vizuri, lakini akiwa hapa Tanzania naona kwa ni very inefficient. Sasa mchango wangu mimi ninavyopendekeza ni lazima serikali ifikirie namna ya kuboresha yale mazingira ambayo atasaidia Watanzania waweze kumanage taasisi vizuri, na mfano mizuri umeitoa kabisa. Kwa mfano mkuu wangu, makamu mkuu wa chuo ametoa mfano wa China, na wewe mkakazia pia, na mimi nakumbuka 2014 ni kwenda South Korea. Kunakuwa na juhudi za maksudi za nchi kuwekeza katika rasilimali watu, hata kuwapeleka nje ili warudi kusaidia nchi. Asante sana mheshimiwa yangu yako ni haya. Asante sana. Kuna swali kule. Nashukuru kwa nafasi hii ya kuuliza swali. Jambo moja, kwanza nikupongeze mtoa mada kiukweli kabisa, lakini niende kwenye sekta ya kilimo, dhana ya ubia kwenye sekta ya kilimo. Uko mtazamo wa sekta binafsi kwamba kuna ugumu wa kushiriki miradi ya ubia kwenye sekta ya kilimo. Private sector wanaona hiyo fursa, lakini pengine taasisi yenyewe husika pengine haijaona. Sasa ni wakati gani hasa private sector anaweza akatep hiyo potential? Ni mpaka itangazwe, au kama haikutangazwa hiyo entry yake iko vipi? Naona kuna ugumu hapa, pengine kwa faida ya muadhara huu na kwa manufaa makubwa ya kuvutia sekta binafsi kushiriki kwenye sekta kilimo, ipi ni entry route rahisi ukilinganisha na sera yenyewe ya ubia, sheria yenye ubia na kanuni zake? Inaonekana kuna stringent condition ya kushiriki kwenye miradi ya ubia. Ipi route rahisi? Asante sana. Samahani, kabla hujakaa tunaomba utukumbushe jina lako. Mimi naitwa Basil Msua, nilihitimu hapa Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Karibu. Nilisema tunachukua maswali matatu kwanza, alafu tutaendelea na maswali mengine. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mtoa mada kwa lile aliloliona ni swali. Karibu. Mike tafadhali. Naona wenzangu wananiambia yako maswali yatasahaulika. Basi ngoja niongeze mawili yawe matano. Samahani mheshimiwa. Haya, hilo hapo. Tafadhali anza kwa kujitambulisha. Kwa majina anaitwa Mgoshos Ruchwele, ni mwanafunzi shahada mwaka wa 3 shahada ya extension. Na mshukuru sana mwezeshaji wa leo kwa mada nzuri aliyowasilisha mbele,
nimekuwa nikimsikia akizungumzia sana masuala ya uchumi, na uchumi akihusisha na rasilimali tulizonazo. Siku zote rasilimali ni chache, hazijaitosha, lakini rasilimali hizo chache tukiziongezea uwezo na ubora, zinaweza zikatufikisha mahali pazuri sana. Si kweli kwamba hizi nchi zote zilizoendelea zinatuzidi rasilimali. Ziko nchi nyingi zimeendelea, lakini tukija kwenye rasilimali sisi tunazidi, lakini bado sisi tunaendelea kuitwa maskini. Nitolee mfano, tuna madini yetu pendwa pekee, Tanzanite. Ukiangalia sisi wenye madini hayo sisi ni maskini. Wenzetu India ambao madini wanachukua kwetu, wao ndo wanapewa sifa kwamba wanazalisha Tanzanite. Kwa nini hilo jina lisije kwetu? Hizo asilimia za ajira wanazotengeneza kule, zaidi ya asilimia 40 ya watu wa India wanategemea ajira zao zinategemea kwenye madini yetu ya Tanzanite. Zingekuwa zinafanyika huku kwetu, tungekuwaje? Kuna haja ya kuchukua hizi rasilimali zetu zinazopatikana kwa uchache, kuziongezea thamani. Kwa mfano tungeweza kuchonga pete, wengine akachonga nini, wengine akanua nini. Zile zote hao wote wakishiriki wanachangia mzunguko wa uchumi. Kuja kufikia hii miaka iliyobaki, kama tutaruhusu hivyo vitu kuja kufanyika nchini kwetu kwa kuongezea thamani bidhaa zetu wenyewe, hatutafika mheshimiwa. Sasa nilikuwa nauliza, mna mpango gani angalau tusikie basi hao mazao ya kwetu, bidhaa za kwetu Mungu alizotupa zinatuchangia kwa kiwango gani? Tunaongezaje thamani badala ya kuachia watu wachache wafaidike wao wakati rasilimali ni za kwetu? Asante. Asante. Naomba nirudie kusoma theme. Muktadha tunaozungumzia ni muktadha wa kilimo na mpango wa maendeleo. Kwa hiyo naomba tujikite kwenye theme yetu. Asante. Asante. Wewe umenyosha mkono? Haya, samani. Baada ya hapo naomba umpelekee, yatakuwa yamefika matano. Hilo ndo la 5. Asante. Kwa majina anaitwa Magembe Mayenga Matondo Magembe. Ni mwanafunzi wa agriculture engineering. Swali langu kwa ndugu mzungumzaji ni kwamba vijana na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu wana nafasi gani katika kuimarisha ubia huu na kuleta mageuzi ya kilimo, na ni mpango gani uliopo kwa serikali kwa vijana wa Kitanzania katika sekta ya kilimo ili waendane na mabadiliko ya teknolojia? Asante sana. Naomba sasa nisimamie msimamo wangu kwamba kwanza 5 alafu baadaye tutaendelea. Kwa mara nyingine karibu mheshimiwa. Ni washukuru kwa maswali mazuri. Nikianza na la kwanza kwamba tupenyeze masuala haya ya ubia, uelewa wake kwa mamlaka za serikali na wanasiasa. Kimsingi kazi hiyo inafanyika kwa ukubwa. Na ndio maana mpaka sasa ukienda kwenye website ya BBP Center utakuta kwamba kuna miradi takriban zaidi ya 100 kutoka mamlaka mbalimbali za serikali ambayo imepangwa kutekelezwa kwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo hii ni baada ya kujenga uelewa zaidi. Sheria ya ubia imeanza mwaka 2010. Sera ilikuwa mwaka mmoja kabla ya hapo, ilikuwa mwaka 2009. Lakini kutoka mwaka 2010 tukiwa na sheria mpaka mwaka 2023 hakukuwa na mradi hata mmoja ambao umefuata sheria hii. Sasa hivi pipeline ya PPP ina miradi zaidi ya 100.
Kuna miradi mbalimbali ambayo ipo kwenye hatua, ukiacha hiyo ambayo imetekelezwa, lakini kuna miradi ambayo ipo kwenye hatua mbalimbali. Kwa mfano, kuna mradi ambao unaandaliwa na kampuni ya China inaitwa COVEC, Mid and Outer Ring Roads, kupunguza msongamano jijini la Dar es Salaam. Ni mradi ambao utagharimu zaidi ya pengine ya dola bilioni 1. Kuna mradi wa Kibaha Chalinze ambao sasa ni kwenye hatua ya negotiation. Kuna mradi wa Chalinze Morogoro. Kuna mradi wa Igawa Tunduma kupunguza msongamano kwenye boda ya Tunduma ambayo inabeba karibuni 70% ya mzigo unaoshuka kwenye bandari ya Dar es Salaam kwenda nchi jirani. Kuna miradi ya motor vehicle mandatory inspection, ukaguzi wa magari kwa lazima, umeshasainiwa, na kwa hiyo baada ya kukamilisha taratibu zao za kuinstall mashine, badala ya magari kukaguliwa na trafiki kwa jicho, unachukua gari unaingiza kwenye mtambo, unapewa mapungufu ya gari yako. Sasa sisemi kwamba sisi ambao tunanunua gari za mkononi tutakuwa na hali gani, lakini inatusaidia kupunguza ajali za barabarani. Kwa hiyo uwepo wa miradi yote hiyo ambayo imesainiwa na ambayo inaendelea kuandaliwa ni kwa sababu ya serikali kushirikishwa, mamlaka ya serikali kushirikishwa. Natambua kwamba ni kweli kwamba kazi zaidi lazima iendelee kufanyika kujenga uelewa. Kazi zaidi yatakuwa ifanyike kuendelea kujenga uelewa. Mwaka huu 2026 tumekuwa ni nchi ya 9 duniani kwa wahitimu wengi katika mafunzo ya PPP professionals ambayo yanatolewa na taasisi kubwa duniani ya Uingereza inaitwa APMG. Kenya ni ya 10, Tanzania ni ya 9. Ni kwa sababu ya juhudi za kujenga uwezo kwa mamlaka za serikali. Tumetrain baadhi ya wahadhiri kwa kushirikiana na Benki ya Dunia, na tumetrain watumishi wengi wa serikali. Na niseme tu kwamba kwa SUA nadhani tutaanza kuwashirikisha sasa nyie kwenye hizi training. Hiyo training ijayo tutataka SUA walete wahadhiri hata kama wanaweza 10 ambao wapo kwenye maeneo yanayohusiana na business, economics, laws, finance. Sasa najua agriculture ina vitu vingi ndani. Kuna uchumi wa kilimo, kuna discipline tofauti ambazo ziko around agriculture. Kwa tunahitaji madaktari kwenye maeneo hayo ili kusudi waweze kuwa sehemu hiyo. Kwa mafunzo ni moja ya eneo ambalo tunalifanya. Hili ilikuwa ni swali la ndugu yangu Samuel wa Manyara. Juma, mkakati mahususi wa kitaifa PPP kujenga kwenye mahususi wa kitaifa wa PPP kwenye sekta ya kilimo. Nimezungumza kidogo kwamba ukitazama kwa mfano kwenye dira ya 2050 na hata mpango wa kwanza wa kutekeleza dira ambao ni mpango wa 4 katika series, mpango wa mwaka 2027 mpaka 2031, unaonyesha kwamba sekta ya kilimo inapashwa inahitaji uwekezaji wa takriban shilingi trilioni 47.9, na 40% inategemewa itokane na sekta binafsi katika hiyo. Sasa kwenye sekta binafsi kufanya hilo, tafsiri yake ni kwamba inahitaji ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kuweza kufanikisha miradi mingi, hususani ya silos pamoja na irrigation schemes. Lakini hata maeneo mengine unakuta kuna sehemu josho la serikali limechoka, wafugaji wapo wanasubiri serikali ijenge josho, na wakati serikali ingetoa tu ile eneo, mfugaji mmoja akalikarabati akawatoza wenzake ambao wanahitaji hiyo huduma. Kwa kuna intervention hizo, kuna hizo intervention ambazo
zitakwenda kufanyika. Lakini pia hata kwenye mpango huu uliokwisha, unaweza ukaona kulikuwa na interventions za kisera, interventions za kisera kwa maana ya kuangalia macro economic policies ni kwa namna gani zina address changamoto za kwenye kilimo. Macro economic policies maana yake unaangalia monetary policies, unaangalia fiscal policy. Sera, nikisema fiscal policy maana yake ni sera za kodi na bajeti huko. Monetary policy maana yake ni hizo ziko chini ya benki kuu, kuangalia namna gani ya kugovern, ya kumanage riba. Sasa katika kipindi hiki cha miaka mitano kwenye mpango huu unaokwisha ambao umekwisha mwezi wa 6, moja intervention ambayo ilifanyika ilikuwa ni benki kuu kupitia sera yake ya fedha kutengeneza facility ambayo ilitenga takriban shilingi trilioni 1 kusaidia mikopo kwa wakulima yenye riba isiyozidi 10%, na mikopo hiyo ikapelekwa kwenye benki za NMB, CRDB, benki ya kilimo. Hiyo ni intervention ya kisera ambayo benki kuu ilifanya kutenga 1 trillion itolewe mikopo nafuu kwa ajili ya wakulima kupata mikopo isiyozidi 10%. Hiyo ni intervention ya kisera. Lakini kwenye bajeti unaweza ukaona bajeti iliongezeka kutoka bilioni 300 mpaka zaidi ya 1 trillion. Hiyo ni intervention ya kisera. Ongezeko la bajeti kutoka bilioni 321-22 mpaka around 1 trillion ni intervention. Lakini pia intervention kwenye fiscal policy kulikuwa na kuondoa kodi hususan za VAT kwenye ununuzi wa vifaa ambavyo vinahusika na mambo ya kilimo na mifugo. Zote hizo ni intervention. Unavyoondoa VAT maana yake unapunguza gharama ya upatikanaji wa hivyo vifaa kwa ajili ya kusupport production. Kwa hiyo kwenda mbele, mtazamo ni kwamba serikali inafikiria kwamba Tanzania iwe food basket ya Afrika. Tuwe sisi ndio food basket. Lakini hiyo inahitaji massive investment kwenye kilimo, mifugo, uvuvi. Kuna bandari ya Kilwa ile imejengwa, ndio bandari ya uvuvi kubwa ya kisasa kuliko zote Mashariki na Kati. Ina thamani ya zaidi ya bilioni 270. Ni investment kubwa. Leo tumefika mara serikali inanunua meli za uvuvi kwenda deep sea, katika historia haijawahi kufanyika. Kwa kuna interventions kadha wa kadha, lakini zipo ambazo ni za fiscal interventions na zingine ambazo ni monetary interventions kama ambavyo nimeeleza. Lakini kwa kwenda mbele ni kwamba kilimo kinatazamwa kuzidi kutoa mchango mkubwa na kwa kwenda mbele inaangaliwa namna gani ya kuzidi kulink kilimo na viwanda. Viwanda vinakuwa soko la kilimo ili kusudi tija ya kilimo iongezeke na watu wengi wazidi kushift kutoka kwenye kilimo kwenda kwenye viwanda na huduma. Slowly ndivyo ambavyo mnajenga uchumi wa kisasa. Uchumi wa kisasa ni uchumi ambao sekta ya kilimo inakuwa ndogo, inachangia kidogo kwenye uchumi. Sio sifa kusema sekta ya kilimo inachangia sehemu kubwa ya uchumi, lakini haimaanishi kwamba hicho kilimo kishushwe kwa maagizo ya serikali au nguvu za kijeshi. Ni market forces tu. Kuna model za kiuchumi za kina Arthur Lewis ambazo zinaonyesha kwamba kadiri sekta ya viwanda inavyokuwa itafanya tu watu watatoka kwenye kilimo wanakwenda kwenye kiwanda kwa sababu kuna tija zaidi kule, lakini pia wanaobaki kwenye kilimo wanabaki kwa sababu wana teknolojia, kwa sababu kilimo sasa kinakuwa sio subsistence, sio kilimo kwa ajili ya kujikidhi, kwa ajili ya kujikimu, sio ufugaji kwa ajili ya kujikimu. Kwa hiyo ndio uchumi unavyofanya kazi. Kilimo kitazidi kuongezeka, lakini mchango wake kwenye uchumi utakuwa ukipungua kwa sababu sekta ya viwanda na huduma zitazidi kuwa kubwa zaidi. Na ndio maana mnashangaa mnaambiwa Marekani wakulima sijui ni 2%, lakini wana uwezo wa kulisha dunia nzima.
ni kwa sababu production ni kubwa. Hamlimi kwa sababu mnatakiwa kulima ili mpate chakula, wanalima kwa sababu wanatakiwa wafanye biashara. Sasa kuna mengi ya kujadili katika eneo hilo, lakini wala kwa ufupi ningeweza kushare hayo. Eslon anasema tatizo la udhaifu wa public sector against private sector, kiasi ambacho unaweza kaingia mikataba ambayo haina maslahi, kwa sababu private wao wanaangalia faida tu, tena sio faida, wanaangalia supernormal. Kwanza ndio asili ya biashara na ndio asili ya binadamu. Binadamu kiasilia ni selfish. Mimi nikija chuoni hapa SUA, natamani nilipe ada ndogo, na VC natamani alipwe ada kubwa. Ndio utaratibu. Mtu akitaka kununua saa yangu, kama mimi saa hii thamani yake ni milioni 1, ananiambia mimi naomba ninunue saa yako kwa shilingi 50,000. Huwezi kupasha kumtukana. Wewe mwambie kwamba hapana, hii saa yangu siwezi kukuzia kwa shilingi 50,000. Saa na nipe 800,000 kwa sababu nishaivaa. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna mashindano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kwenye negotiate, na hayo ni mashindano ya kawaida, kwa sababu anayenunua anataka anunue kwa bei ya chini na anayeuza atamani auze kwa bei ya juu. Ndio nadharia ya biashara. Lakini sasa tunafanya nini kwa ajili ya kuaddress hiyo challenge? Ndio maana tumewekeza sana kwenye mafunzo. Kama nilivyosema kwamba kwa muda mfupi kuanzia 2024 mpaka sasa hizi tumetengeneza expert wa PPP zaidi ya 200, na wengi wako kwenye vyuo vikuu, ni madaktari wa uchumi, fedha, sheria, mazingira, investment. Anakuwa na PhD ya investment, lakini anakuwa expert wa PPP. Anapitia mafunzo ya PPP ya kimataifa, anakuwa international expert kwenye hilo eneo. Kwa ukimtumia kwenye kusaidia negotiation za mikataba, haji tu kwa sababu ana PhD ya finance, lakini pia ana orientation ya PPP. Kwa anatoa ushauri mzuri. Haji tu kwa sababu yeye ni lawyer, lakini pia ni expert wa PPP. Kwa tumetengeneza pool ya wataalamu kwa ajili ya kusaidia kupunguza nafasi za serikali kukosea kwenye kustructure hii miradi ya ubia. Lakini vile vile kwenye kustructure miradi ya ubia kuna kitu kinaitwa public sector comparator analysis, kwamba pale mnaangalia proposal ya mwekezaji na analysis ya serikali, study ya serikali ambayo inaamua sasa kwamba huu mradi ufanye kwa ubia au usifanye kwa ubia. Kuna wakati mwingine mnaweza msifanye kwa ubia kama namba zinakataa, na hiyo mtaifahamu kwa kufanya hicho kitu kinaitwa public sector comparator analysis. Kuna ndugu Eslon pia amechallenge kwamba sio kweli kwamba Tanzania labda hatuna ufanisi, mbona watu wanaanza wakatoka hapa wakaenda wakafanya vizuri kwingine. Niseme tu kwanza ni ukweli. Kwanza nakubaliana naye kwamba tukisema Tanzania hatuna watu wetu hawana ufanisi wa kuendesha mambo kwa ufanisi, haimaanishi ni wote. Ila nimezungumza katika ujumla wake, na sijazungumza kwa ujumla wa Tanzania tu, nimezungumza kwa ujumla wa dunia, kwamba private sector iko more efficient kuliko public sector worldwide, na hiyo ni research. Ndio maana hata China ambao tunasema kwamba walifika stage wakawa wajamaa, lakini China wana miradi ya ubia kufika mwaka 2024 walikuwa na miradi ya ubia zaidi ya 1.5 trillion, ambao ni karibuni nusu ya uchumi wa Afrika yote. Kwa wana embed component ya private sector. Wametengeneza mechanism ambayo ina involve private sector participation kwenye kile kitu wanaita corporatization of public enterprises. Corporatization of public institution ni kufanya public institutions fanya kazi kama private, na one of the intervention ni kulist share za makampuni ya serikali kwenye stock market ili ziweze kupitia scrutiny kubwa, kwa sababu kwenye soko la mitaji
scrutiny yake ni zaidi ya CAG kwa mbali kabisa. CAG anakagua kiasi tu, lakini ukidumbukiza shirika lako kwenye stock market, ukaguzi wake sio wa kawaida. Kwa kufanya hivyo, serikali inapata faida ya corporate efficiencies, ufanisi wa kitaasisi. Kwa hiyo serikali inaweza ikaamua kuliingiza shirika, kulilisti shirika, sio kwa sababu ipate mtaji wa kuendesha shirika, inataka kulisubject tu kwenye scrutinization ya stock market ili kusudi kuimprove hizo corporate standards. Kwa hiyo intervention ya private sector worldwide inaongeza efficiency. Worldwide, Ulaya, China, India, Afrika, inaongeza efficiency. Haimaanishi kwamba hakuna issues, zipo, lakini inaongeza efficiency. Okay, na ndio maana pia tumezungumza kwamba kwenye kuaddress hizo challenge pamoja na kusomesha, na tumetoa mfano huo wa kusomesha zaidi. Kuna wengine mwanafunzi anaitwa Msua anasema private sector anashirikije pale ambapo anaona fursa, lakini public sector hataki. Yaani kwa mfano private anaona kabisa SUA ina wanafunzi wengi wanakaa mtaani, alafu ina maeneo makubwa, angeweza kujenga hostel, lakini VC hataki. Sasa huyu private anashirikije? Sheria ya ubia inaruhusu kitu kinaitwa unsolicited proposals. Kwamba unsolicited proposal ni pale ambapo private company ameleta expression of interest kufanya mradi kwa utaratibu wa ubia, yeye ndio ameinitiate, kwa ndio maana inaitwa unsolicited. Kwa sheria inaruhusu private kuinitiate. Sheria ya ubia inasema private company hapashi kusubiri serikali itangaze fursa, ila yeye mwenyewe akiona hapa hawa jamaa wanavyo-operate shirika lao la reli, mimi naweza ka-operate vizuri zaidi kwa faida yao na faida yangu. Sheria iko wazi, lete expression of interest, tutaengage shirika. Unavyoona kwamba hapa SUA hapa hawana hostel na wana struggle, kila mwaka wanaomba budget haiji. Mimi naomba nijenge kwenye maeneo yao hayo hostel. Wewe usisubiri SUA watangaze, lete expression of interest. Kwangu mimi nitawaita SUA, tutakuja kujadiliana pale. Na kwenye kujadiliana SUA hawana hiari ya kukataa. Wakikataa bidi wana sababu. Kwa hiyo shirika lolote lile, kama wewe mwekezaji unaona kuna fursa, iwe ni chuo kikuu, iwe ni shirika la dawa, MSD, TANESCO, barabara, TARURA, TANROADS, wapi, kama mwekezaji anaona kuna fursa, yeye alete expression of interest, alete kusudio la kuwekeza. Shirika husika, taasisi husika na wizara yake zitaitwa, mwekezaji atafanya wasilisho, tutajadiliana pale, na baada ya hapo mwongozo utatolewa ili kusudi hiyo study ifanyike na uwekezaji huo ufanyike. Mwelekeo wa serikali ni kufanya kila linalowezekana, maeneo yote ambayo yana appetite ya private kufanya, afanye private, ili kuondokana na mzigo ambao sio wa lazima wa government kutoa kodi yake kufanya vitu ambavyo private angeweza kufanya. Akifanya kwa ufanisi, analipa na kodi, anapunguza mzigo kwa serikali, na vivyo anaongeza revenue kwa serikali kuweza kufanya maeneo ambayo private sector asingeweza kufanya. Kwa hiyo ipo fursa hiyo, ni unsolicited proposals. Ngoshes yamesema sio kweli nchi hizi ambazo zinatuzidi rasilimali, kwani sisi tuna rasilimali lakini hatuendelei. Nimetoa mfano mdogo wakati nazungumza kwamba dunia ya leo haipimwi kwa maliasili, inapimwa kwa ubora wa watu. Watu wenye ubora wanaweza kubadilisha jangwa kuwa misitu. Watu wasio na ubora wanaweza kubadilisha msitu kuwa jangwa. Si hawana akili, watafyeka miti yote. Hawana akili, ni maskini. Kwa hiyo ni nusu ya hayawani. Kwa nini ukifika pale polini kwenye msitu tembo wamejaa, wewe unaenda na bunduki, unawatishia, wanakimbia wote, unavuna mbao na wao wameondoka na unamiliki eneo? Ni kwa nini? Ni kwa sababu wao ni hayawani, wewe una akili. Kwa hiyo
maliasili kuzibadilisha kuwa mali ni kazi ya human capital, ni kazi ya human capital. Leo sekta ya madini tuna mafanikio ukilinganisha na miaka mingi, baada ya serikali kuamua ku-embrace participation ya small scale miners, wachimbaji wadogo. Leo mapato ya madini ya 40% ni yatokana na wachimbaji wadogo, baada ya kuwekea mazingira ya kuparticipate kwenye sekta ya madini. Rais Samia alifuta leseni zaidi ya 2000 za wachimbaji wakubwa na wakapewa wachimbaji wadogo. Wachimbaji wakubwa walikamata leseni, hawaziendelezi, wakanyang'anywa, wakapewa wachimbaji wadogo. Intervention yake ndio hiyo kwamba 40% ya mapato kwenye sekta ya madini yanatokana na wachimbaji wadogo. Kwa kuna interventions kadha wa kadha, lakini yote kwa yote ni kwamba tutazidi kufaidika zaidi na maliasili zetu kadiri tutakavyozidi kujenga manpower, kujenga human capital yenye uwezo wa kuzibadilisha maliasili kuwa mali. How to convert natural resources to economic resources. Otherwise hatuwezi kufanya pakubwa. Unafikiri kwa nini duniani leo makampuni ambayo yanaongozwa kwa utajiri, makampuni ya mawasiliano ya teknolojia, sio madini? Mtu anauza airtime, watu wanauza muda wa maongezi, watu wanauza huduma, M-Pesa. Hivi mtu ambaye ana M-Pesa ndio sehemu kubwa ya kampuni ya Vodacom, sio airtime wala sio internet. Ile component ya M-Pesa ndio yatengeneza faida zaidi. Unafikiri na hii kampuni inalipa kodi kuliko mgodi wa madini? Hivi pale kwenye simu wanaweka vitu gani? Wanaweka mitambo gani? Wanaweka vitu gani? Wanavuna nini? Huku tunavuna madini, huku kwenye technology. Elon Musk ni tajiri mkubwa duniani, amefikia kuwa na zaidi ya trilioni 1. Ana kampuni ya mafuta, ana kampuni ya gesi, ana vitalu vya mbao, ana mito ya uvuvi. Dunia ipisha hama huko. Technology ndio utajiri wewe unauza muda wa maongezi. Muda wa maongezi unamuuzia mtu, unamuuziaje? Mbona umecreate kitu ambacho hakikuwepo, kikiletwa muda wa maongezi? Kwenye akili traditional unafikiria kwamba nakuuzia shamba, nakuuzia mahindi, nakuuzia madini. Anakuja jamaa anakuuzia muda wa maongezi, alafu atengeneza faida kuliko wewe unayeuza viwanja. Kuna kitu wajifunza hapo. Yaani lazima muhame kwenye kuuza viwanja, mwanze kufikiri kwenye kuuza hizo huduma hizo ambazo ni teknolojia nyingine huko. Kwa matajiri wakubwa wako huko kwenye technology, hawapo huku kwenye natural resources. Lakini haimaanishi kwamba ulinzi wa rasilimali au matumizi ya rasilimali kwa faida ya nchi haina maana. Hapana, ina maana kubwa tu, lakini mafanikio yake bado yategemea natural, bado yategemea human capital, yategemea nyie wananchi mna ubora kiasi gani. Ubora wenu ndio una determine uwezo wenu wa kubadilisha maliasili kuwa mali. Na hata dhana ya Tanzanite baada ya intervention tangu 500 kuna shift kubwa ya management ya madini haya ukilinganisha na hapo kabla. Mwanzo wakati tunaingia kwenye 300 mikataba mbalimbali ya madini kulikuwa changamoto nyingi, zikapita tume na mpaka baadaye 500 tukaingia kwa na drive kubwa sana ya ku turn around, tukafanikiwa pakubwa tu. Lakini bado kwa sababu mikataba ilisainiwa, hicho ambacho tulifanikiwa ni kikubwa ukilinganisha na kama mikataba ingeendelea kubaki jinsi ilivyokuwa imebaki. Leo serikali inapata 16% ya free share, hizo ni free share interest ambazo inazipata kwenye kila mgodi unaochimba madini, kila mgodi. Hapo kabla haikuwepo, kiasi ambacho kampuni ya Twiga ambayo ndio inaingia hiyo mikataba kwa niaba ya serikali imeongoza kwa kuwa mlipa kodi mkubwa.
kwa kutoa gawio kubwa sana, kwa kutoa gawio kubwa serikalini. Kabla ya hapo ilikuwa haipo. Kwa hiyo kuna interventions ambazo zimefanyika, lakini interventions zaidi zinapaswa kufanyika. Na one of the intervention ni ile ambayo Mheshimiwa Rais amezungumza juzi wakati anapokea gawio, akielekeza ofisi ya Treasury Registrar, msajili wa hazina, kufanya haraka ili kuhakikisha kwamba mashirika baadhi ya serikali yanapelekwa kwenye stock market. Yanapelekwa kwenye stock market. Lengo sio tu kutafuta mitaji ya sekta binafsi. Lengo ni kuongeza corporate standards za haya mashirika ili yasiendelee kuwa loss making. Mpango gani wa kuongeza thamani? Nimezungumza kwamba mpango wa 4 unazungumza kuongeza thamani zaidi, nishati, thamani zaidi kwenye mazao ya kutokana na kilimo ili kumwongezea mkulima faida zaidi katika mazao yake na kujenga uchumi mkubwa zaidi ambao ni jumuishi. Ukifanya intervention kwenye kilimo unawasaidia walio wengi, kwa sababu maskini sehemu kubwa kwenye kilimo, na intervention hizo ndio zinafanya mkulima apate sawasawa na jasho lake. Kwa hiyo kama plani ni kwamba 10% ya mpango wa maendeleo ibebe sekta ya kilimo kama nilivyosema, hiyo ndio vision, huo ndio mwelekeo. Lakini huo mwelekeo unahitaji participation ya private sector, kwa sababu serikali haina fedha za kuwekeza kila kitu kwenye sekta ya kilimo. Chukua mfano kwamba una target kwamba ikifika mwaka 2030 tumefikia hekta za umwagiliaji milioni 5. Hekta moja ya umwagiliaji roughly, nyinyi mnajua kilimo, mtanikosoa, kutengeneza hekta moja ya umwagiliaji unahitaji dola ngapi? Hekta moja tu ya umwagiliaji. Watu wa uchumi wa kilimo wapo. Hekta moja ya umwagiliaji. Na wahandisi wa kilimo. Wahandisi wa kilimo. Kujenga hekta moja maka ekari 2.5 ya kilimo. Unaweza ukahitaji kama dola ngapi? Au shilingi ngapi? Around 5,000. Sasa dola 5,000 kujenga hekta moja. Hekta milioni, mpaka sasa hivi tuna hekta 889,000. Kwa tuna mzigo wa hekta milioni 4 katika miaka 5. Kama hekta moja ni dola 5,000, hekta around milioni 4 ni dola ngapi? Around $20 billion. Dola bilioni 20 kwa miaka 5. Ni wastani wa dola ngapi kwa mwaka? Around dola bilioni 4. Ambao shilingi ngapi za Kitanzania? Zaidi ya shilingi trilioni 10. Trilioni 10. Hiyo ni eneo moja tu la irrigation. Linahitaji trilioni 10. Bajeti ya kilimo mwaka huu shilingi ngapi? Sawa. Ndio maana tunasema kwamba tunahitaji private sector intervention ili kuweza kuachieve huo mpango na hiyo vision. Hatuwezi kutegemea kukopa na kodi kujenga hizi investment za kiasi hicho ambacho tunakitaka. Lakini je, hii target ni kubwa kuliko uhalisia? Sio kubwa kuliko uhalisia. Ni uhalisia ukilinganisha na vision tuliojiwekea. Ni halisia ukilinganisha na vision tuliojiwekea. Lakini ndio maana tukasema kwamba tunahitaji 70% ya private capital, private sector kuparticipate kwenye huu uchumi ili kuweza kufikia hayo malengo. Vijana, Magembe anasema vijana wana nafasi gani na serikali na mpango gani? Kuongoza nchi sio mchezo jamani. Vijana wana nafasi gani na serikali na rais wa zamani wa Marekani alisema usiulize Amerika itakusaidia nini, uliza wewe utaisaidia nini Amerika. Sasa sisemi kwamba natania tu, nasema kwamba serikali ina wajibu kwa vijana, lakini nasema tu kwamba vijana nao wana wajibu kwa serikali yao, kwa sababu usipoangalia unaweza kukuta
kila kundi linahitaji kusaidiwa. Sasa serikali sisi ni jumla ya sisi. Kwa hiyo kama kila kundi linahitaji kusaidiwa, unaweza kujikuta huo msaada unatoka wapi? Wazee wanasema wanahitaji kusaidiwa kwa sababu wamezeeka, wameishiwa nguvu. Fine, inaeleweka. Akina mama wanasema wanahitaji kusaidiwa kwa sababu wao ni kundi maalum, ni wanawake. Vijana wanasema na sisi vijana tunahitaji kusaidiwa kwa sababu sisi ndio tunatakiwa tutengenezwe tuwe nguvu kazi ya kuzalisha. Anabaki nani hapo? Watoto wanasema sisi ni watoto, tunapaswa tubebwe, tusaidiwe kwa sababu sisi ni watoto, hatujawa na uwezo. Sisi watoto ni kama wazee. Kwa watoto wasaidiwe, kina mama wasaidiwe, vijana wasaidiwe, wazee wasaidiwe. Hiyo resource ya kuwasaidia inatoka maki, lazima kuna mtu fulani anazalisha ili abebe huu mzigo wote. Lazima kuna mtu pale azalishe ili abebe huu mzigo. Ama sivyo hii question yote hii inazama kwenye muzani wa upande mmoja. Watu wenye ulemavu wanaomba kusaidiwa kwa sababu wao wana ulemavu. Vijana wanaomba wasaidiwe, wazee wasaidiwe, kina mama wasaidiwe. Utakuta hii ni nchi ya watu wa kusaidiwa. Lakini sisemi kwamba hakuna hoja. Hoja yangu ni kwamba lazima na sisi tufanye kila linalowezekana. Upande wa serikali kwenye vijana, kwa sababu tunasema kwamba vijana ndio driving force ambayo inaweza kufanya mapinduzi yoyote yale ambayo tunayataka kwenda mbele. Kwa hiyo intervention ni kujenga vijana wenye maarifa, kujenga vijana ambao wana maarifa, ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanakuwa vyuo vikuu na wanapata maarifa hayo, na ndio msimamo wa serikali kwa miaka yote. Kuna vitu vinne ambavyo nimekuwa nikizungumza kwenye kufanikisha maendeleo ya nchi. Jambo la kwanza ni human capital. Na human capital tunazungumza vijana hasa. Vijana na watoto wajengwe wenye maarifa ya kuweza kushindana na duniani. Human capital ni namba moja. Lakini namba mbili ni natural resources. Rasilimali ni mali asili. Sasa mali asili zinategemea human capital. Unavyokuwa na watu wenye ubora ndio wanabadilisha hizi mali asili kuwa mali. Ama sivyo watakuwa kama DRC tu. Watakuwa kama nchi zingine tu, South Sudan huko, kwa sababu tu ya ubora wa watu. Lakini namba tatu ni geographical, how to turn geographical advantage to economic advantage. Tuna nafasi ya kijiografia hiyo. Again na yenyewe inategemea human capital. Kwa sababu mnapanga, mna utilize potential mlizonazo kwa kuwa na watu ambao ni sahihi kwenye nafasi sahihi. Geographical advantage. Na ya mwisho ni diplomasia. Mnavyoweza kufanya hesabu za kidiplomasia, mna nafasi kubwa sana ya kufanikisha nguvu yenu duniani, lakini pia kuna advantage nyingi ambazo zinatokana na eneo hilo. Kwa hiyo human capital kwa sehemu kubwa tunazungumza vijana ambao sasa tunasema sasa hivi human capital index tuko 40%. Tunasema kwenda mbele tufike 65% pengine. Tukifika hiyo maana yake tutafanikisha kuwa na vijana ambao ni wenye uwezo wa kushindana kwenye soko la dunia bila hofu. Tukizubaa tutajikuta tunaogopa hata vinchi vidogo. Kiingia hivi kwenye debate, umetoka chuo kikuu na mwenzako katoka chuo kikuu na degree moja inayofanana ya kilimo, lakini mwenzako amejiandaa sana kuliko wewe. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa mpango wa serikali ni hivyo, kufanya massive investment kwenye human capital, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali watu ambayo inaweza ikashindana duniani. Na hiyo rasilimali watu ndio itaamua kila kitu. The general question ya vision yetu iko centered kwenye human capital.
hiyo ndio itabadilisha kila kitu ambacho tulicho nacho leo, na ndio maana hiki tunakiona kikiendelea kufanyika. Mikopo ya elimu ya juu imezidi kuongezeka, ubora wa walimu unazidi kuboreshwa na vitendea kazi na kadhalika na kadhalika. Nadhani Profesa, hayo ndio ambayo pengine ingekuwa ufafanuzi wangu kwa sasa. Nashukuru sana mgeni rasmi, na kwa sababu ya ratiba yetu tutakwenda raundi ya pili, na naomba tufanye haraka kidogo, unapouliza swali liwe inaeleweka. Alafu hatujatoa handout aliyotumia, lakini ipo na tutaitoa kwa ajili ya marejeo. Chumba cha pili, kama mnatusikia. Ndio. Uliza swali lako tafadhali, anza kwa kutaja jina lako na swali liwe fupi na kueleweka. Asante. Sawa, asante. Naitwa Wilfred Gideon Senyagwa, ni mwanafunzi wa Food Science mwaka wa 3. Maswali yangu ningeelekeza kwa mkurugenzi mkuu wa PPE kwenye upande wa vitu sugar crisis, government interventions zilizofanyika kwenye sugar crisis na sugar supply chain inayofanyika hapa nchini, upande wa korosho pamoja na maziwa. Nikielezea kwenye upande wa sugar, tumeona uwekezaji mkubwa sana wa serikali umefanyika ili tuweze kuzalisha sukari yetu hapa ndani wenyewe, ila bajeti ya mwaka 25-24 tuliona kwamba waliruhusu mzalishaji na supplier anaweza kuagiza sukari kutoka nje. Nilikuwa naomba ufafanuzi juu ya hiyo government intervention iliyofanyika, kwa sababu madhara yake yanaonekana kwenye uchumi. Kama sasa Morogoro tuna viwanda 3 vya sukari vikubwa, ila tunakula sukari kutoka nje. Ni kitu ambacho kinaumiza. Viwanda hivi vina contribute umeme almost megawati 20 kwenye grid ya taifa. Wawekezaji wanaweka hela huko kwenye sukari, ila tunaona. Tafadhali enda kwenye swali tafadhali. Sawa. Pili, kwenye maziwa uzalishaji mdogo, demand ni kubwa sana. Nilikuwa naomba nione ushirikishaji wa private sector kwenye upande wa maziwa na supply chain na product zote za maziwa. Tuende kwenye korosho. Ni zao kubwa sana kwenye upande wa tunaloliuza kutoka nje, wanaita dhahabu ya kusini. Hii watu wamefanyia, sisi bado tunauza raw, tunauza korosho ambayo bado haijachakatwa. Kuna baadhi ya watu wamefanya research na wana project kubwa sana kwenye upande wa korosho. Yale maganda yake yanaweza kutumika kutengeneza kemikali ambayo itatumika kwenye kuchakata ngozi. Ningependa kufahamu, je, sekta binafsi zimeshirikishwaje ili tusiendelee kusafirisha korosho ghafi, tuichakate huku ndani ili watu wapate ajira na uchumi wetu uweze kukua. Maswali yangu ndo hayo tu. Asante sana, asante sana. Mwingine tena? Nitachukua mawili kutoka huko, endelea. Asante. Tafadhali liwe fupi. Kwa majina naitwa Mariam Bakari Masele, mwanafunzi wa mwaka wa 1, kozi ya Aquaculture with Education. Swali langu ni kutaka kufahamu ni vigezo vipi ambavyo serikali inaangalia ili kuweka ubia na private sector. Asante. Asante sana kwa kuwa mfupi. Unaitwa nani? Umetaja eh? Ndio. Asante. Narudi hapa. Haya. Alikuwepo mtu mmoja nilimwahidi atauliza swali kwanza. Karibu.
Tafadhali wote tulioko hapa tusiondoke. Mwisho kutakuwa na jambo zuri ambalo niliweka kama surprise. Karibu. Asante. Naitwa Irene Erin, nasoma aquaculture mwaka wa kwanza. Swali langu ni kwamba kuna kanuni ya kale ambayo ilikuwa ni kama sharti watu inabidi wapungue kwenye sekta ya kilimo ili sekta ya viwanda ishamiri. Swali langu linakuja, je, PPP inachangia kanuni hii au ina sura tofauti zaidi ya hii? Asante. Asante. Huyu jamaa huyu mbona anatoa mic, mimi sijamruhusu. Nitakuja hapa alafu nitarudi pale. Karibu. Asante. Na mimi niungane kumpongeza mtoa mada kwa kutoa mada nzuri, kwa kuwasilisha vizuri. Mimi naitwa Allen Lewis Malisa, ni mkurugenzi wa taasisi ya kudhibiti viumbe hai waharibifu ya hapa SUA. Hii ubia wa serikali na mashirika binafsi unaonekana unaweza kuwa na manufaa makubwa sana hasa kwenye hii sekta ya kilimo. Lakini mimi nilikuwa nataka kuuliza kwamba vipi kwenye eneo hili sheria za manunuzi zikoje? Maana sheria za manunuzi zimekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwenye kufanya mambo mengi, na hapa lisipoangaliwa vizuri pia linaweza likapunguza mwendo kwenye huu ubia. Ningependa kujua kwamba zimekaaje. Je, wanaweza wakatumia zile za private au hizi za manunuzi za serikali na zenyewe zina apply kule? Kwa sababu hapo kuna maneno hapo. Asante sana. Ngoma ipo hapo. Hapo. Na mimi nikupongeze kiongozi wetu mkurugenzi kwa ajili ya hivyo ulivyotupeleka kupata uelewa juu ya PPP. Mimi leo nimeongeza mambo mengi, na nilitaka tukumbushane tu kwamba kwa wakati huu, kwa siku za karibuni, hoja kubwa imekuwa ni kwamba tutazame zaidi food sovereignty as opposed to food security. Sasa nilipokuwa najaribu kutafsiri nikagundua food security ni tumbo lipate tu chakula lisilale na njaa katika siku inayopita, ila food sovereignty inaongea zaidi kwamba watu wawe na uhuru, watu wawe na utawala kwa vyakula vyao, watu wawe na mamlaka kwa vyakula vyao. Nikawa najaribu kufikiri kwamba wewe kama mwanazuoni ungejaribu kutupitisha nchi imekuwa na mikakati vipi kwenye hii hoja ya kukimbilia au kuelekea kuwa na mtazamo wa food sovereignty. Na kwanza katika hilo nipongeze serikali. Hapo nyuma kumekuwa na mikakati, wanafunzi wetu hawa wengi wamemezwa huko, wamepelekwa huko kwenye BBT. Ni jambo la kupongeza, Building Better Tomorrow. Mwaka jana nafikiri kuna wanafunzi wengi, najua ofisi ya makamu mkuu wa chuo inajua vitu vilivyoendelea, mimi nasema tu kwa juu. Sasa nilikuwa nafikiri pengine katika mikakati ya kutupeleka kwenye food sovereignty kutakuwa na uboreshaji pengine au kuongeza idadi ya wanafunzi wetu watakaomezwa huko, ili tusaidie kwenye hii kitu tunataja trilioni 47.9, naona ni kubwa. Tungewazoa baadhi. Nilifikiri usemee kidogo kwenye food sovereignty, nchi PPP Tanzania imejipanga namna gani? Asante. Asante sana. Hayo maswali matano bado moja la upendeleo. Mbona mnanipa kazi sasa? Okay, mchumi daktari, mpeni mic. Na mimi nichukue nafasi hii kupongeza. Kwa jina naitwa Charles Malaki. Langu mimi katika role of public private partnership in agriculture transformation,
kama nchi tumelagi behind kwenye research, na hapa ndipo ambapo tunapigwa sana. Tukiangalia sasa hizi machapisho yetu mengi yamekuwa ni donor funded. Sasa kwenye hii miaka 25 inayokuja na kwenye hiyo trilioni 470 alafu tukasema 10% iende kwenye agriculture. Sasa nilikuwa nafikiria pia kwamba PPPC iweze kuangalia namna gani kwenye hiyo trilioni 47 asilimia ngapi iende kwenye research, ili kusudi kweli tuseme agricultural transformation inafanyika na ile asilimia 40 ya hicho kitakachokuwa kimetoka basi iende kwenye private sector. Asante. Asante sana. Yes. Naomba tumpe nafasi, maana 5 yamefika na sheria ni sheria tu. Kama tumekubalia 5 ni 5, si ndio? Kulingana na muda wetu, kama tutakuwa na muda tutaendelea raundi ya tatu na ya mwisho. Na narudia tena, kuna surprise. Msifikiri natania. Surprise ipo. Karibu mkurugenzi. Wilson akitokea chumba cha pili aliuliza maswali mengi kwa pamoja. Moja, alitaka kuzungumzia sugar crisis, lakini concern kubwa ikawa ni kwamba waagizaji wa sukari wa nje walipewa nafasi ya kuagiza na kwamba inaathiri viwanda vya ndani katika picha pana. Moja ni kweli kwamba viwanda vya ndani na wauzaji wa nje au viwanda vya nje kuna changamoto ya kushindana, na namna ya kushindana ni namna gani ya kutafuta balance. Wauzaji wa sukari kwa mfano kutoka nje wanaweza kule sukari ya nje, sukari kama byproduct, sio main product. Yaani ni kama wewe fundi seremala unatengeneza kiti, yale maranda yale wanatumia sukari kwa sehemu kubwa kutengeneza pombe ambao ni biashara kubwa, na sukari inakuwa ni sehemu tu. Wanaweza wakazalisha pombe na ikawa biashara hata bila ya sukari. Kuna wakati wanaingia gharama ya kuipoteza sukari baharini. Kuna wakati wanaingia gharama ya kuipoteza sukari baharini. Kwa hiyo kwa sababu ya economies of scale, technology ambayo inasababisha economies of scale, yani economy of large production, inafanya wao waweze kuzalisha kwa bei ya chini ikishindana na sukari ya kwetu pengine au mazao ya kwetu ya viwanda ambayo bado bei ya umeme iko juu ukilinganisha na wao, cost of labor na vitu vingine, kwa sababu wakati mwingine inabidi ununue wataalamu kutoka nje, gharama ya uzalishaji inakuwa iko juu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo sukari ya kutoka nje inakuwa chipa kuliko ya ndani katika picha hiyo, lakini wakati huo huo kuna wakati sukari ya ndani inasaidia viwanda viendelee kuwa sustainable, kwamba ili viwanda vya sukari visimame, soko la ndani ndio soko la kwanza. Lakini wakati huo ili sukari pengine ipatikane katika bei ambayo ni affordable, kuna intervention kama hiyo ya sukari ya kutoka nje. Sasa siasa za sukari zina muda mrefu sana, na naamini zina machapisho mengi sana. Hapa mfano mdogo tu, nilikuwa nasoma historia ya Mwalimu Nyerere wakati fulani, wakati wake pakiwa na crisis kubwa sana ya sukari, kama alivyoeleza mwanafunzi kule. Wamekaa baraza la mawaziri wakajadiliana kwamba bei ya sukari imepanda sana, ufumbuzi ni nini? Baraza la mawaziri likaamua kwamba tufunge maduka yote ya binafsi yasiuze sukari. Sukari iuzwe na maduka ya serikali. Wauzaji binafsi wasiuze, kwa sababu ndio wanapiga bei ya kulanguza. Bei ya nini? Bei ya kupaa. Bei iko juu kwa sababu ya wauzaji binafsi. Kwa hiyo
sukari iuzwe na watu wa ndani tu. Ulikuwa uamuzi mgumu kwa sababu mjini wakati huo Tanzania na Dar es Salaam, si kama unaelewa, nikisema Tanzania na Dar es Salaam maana yake wajuaji wako pale. Kwa hiyo ukinegotiate nao kelele zinapungua. Yaani mkikubaliana na wale wa Dar es Salaam kelele zinapungua, kwa nchi inatulia. Na ndio maana rais wakati ule alikuwa anazungumza na Watanzania kupitia wazee wa Dar es Salaam. Wao wakikuelewa, assumption ni kwamba na Musoma na Wahaya wameelewa. Si ndio profesa? Yaani wazee wa Dar es Salaam wakielewa na Wahaya kule wame pamoja na ubishi wao wote lakini tayari wameelewa. Sasa akamuita mzee mmoja, ili simulizi tu, akamuita mzee mmoja aitwa mzee wa Yanga. Mzee wa Yanga alikuwa na uwezo, alikuwa mzee maarufu sana pale Dar es Salaam. Anaitwa mzee wa Yanga. Huyo mzee alikuwa na uwezo kumwambia mwalimu chochote kile. Yaani haoni mpaka ule wa kumwambia kuongea na mwalimu. Kwa mwalimu akitaka kupata feelings za public kule anaongea na watu kama wale. Akaambia mzee, hivi nani huko mtaani huko vipi huko? Sasa mwalimu, huko sukari huko. Sukari ni balaa huko, itakung'oa. Nini? Akaambia watu walalamika sana sukari imepaa. Akaambia sasa sisi anaongea naye kirafiki tu. Akaambia sasa nafikiri sisi tulikuwa nafikiria kwamba hawa wauzaji hawa tuwapige stop. Wauzaji binafsi tuwapige stop, sukari baki maduka ya serikali tu. Mzee Yanga akasema mwalimu, unajua kwa nini sukari ni bei kubwa? Sisi wenyewe tunakopa. Kwa hiyo anayekuuzia anaangalia kwamba utachukua muda kumlipa, kwa hiyo anakupiga bei kwa sababu anajua unachukua muda mrefu kumlipa. Sasa mkifuta haya maduka ya binafsi ya sukari iuzwe na serikali peke yake, maduka ya serikali yatatukopesha? Kama yatukopeshi, bora tubaki hivi hivi tulivyo tu. Kwenye documentation za kihistoria wanasema Mwalimu alibadilisha maamuzi ya baraza la mawaziri kwamba tuachane na uamuzi wa kufungia maduka binafsi, kwa sababu tatizo ni zaidi ya hilo tunavyoliona. Unaweza kayafunga hayo au wananchi wakatengeneza mgogoro mwingine wa kutokupata sukari kwa sababu hamuwakopeshi. Maduka serikali hawezi kukopesha sukari. Kwa sukari historically imekuwa na hizo ups and downs tangu wakati wa Mwalimu, wakati wa Mwinyi, wakati wa Mkapa, nakumbuka wakati wa Kennedy Simba mpaka wakaresign. Generally sukari ina siasa kubwa sana. Lakini hili ni swali zuri kwa ajili ya research zaidi na ufumbuzi wa kuaddress changamoto hii ni kuongeza production, kuongeza mitaji zaidi, ili tusiwe tu kwamba ni wauzaji watengenezaji wa sukari kwa ajili ya soko la ndani, lakini tuwe wauzaji watengenezaji wa sukari soko la ndani na nje ya mipaka yetu. Tukiwa na hiyo economies of scale, hatutahitaji sukari kutoka Pakistani au Brazil sijui wapi kwa ajili ya soko la Tanzania. Kwa hiyo mitaji iko wazi, potential ipo. Uganda leo ni net supplier, exporter wa sukari. Kwa ni kitu kinawezekana. Nchi pekee katika ukanda huu wa East Africa ambao net exporter wa sukari ni Uganda. Tanzania na Kenya bado hatujawa net exporter. Bado tuna import zaidi kuliko tunachoki export. Of course we don't export nadhani. Kwa hiyo bado tuna gap ya kufikia mahitaji. Lakini kuna potential kubwa ya kuzalisha sukari. Na kwenye mpango huu wa 4 ambao unazungumza irrigation scheme na expansion ya sekta ya kilimo, sukari ni moja ya zao la kimkakati. Sukari ni zaidi ni goldi. Sukari ni dhahabu nyingine. Ndio maana unaona ina siasa kubwa sana, miaka nenda miaka rudi, ni kwa sababu sukari ni dhahabu nyingine. Lakini kuaddress your challenge ni kufanya massive production ndani, na kufanya massive production inahitaji kujenga mazingira ya kiwekezaji. Mazingira ya kiwekezaji yanahitaji sheria zaidi zirekebishwe ili mitaji kutoka nje ije ndani. Lakini vile vile mazingira ya kiwekezaji yaboreshwe.
Kuna wakati mwaka 2011 Benki ya Dunia walisema Tanzania hata mrekebishe sheria kiasi gani kuvutia wawekezaji, hamwezi kuongeza wawekezaji kama hamna umeme. Hamwezi kuongeza uwekezaji kama hamna miundombinu ya usafirishaji na uchukuzi ya uhakika. Kwa kubadilisha sheria jambo moja, lakini investment zinavutwa pia na vyanzo vingine kama hivyo, uhakika wa usafiri na usafirishaji, lakini pia uhakika wa umeme. Kwa walau tunaanza safari ya dira mpya tofauti na tulivyoanza ya dira iliyokwisha. Mwaka 2000 tulikuwa na shida kubwa ya umeme. Tuanza dira hii ya mwaka 2025 kwenda mwaka 2050 tukiwa na umeme mwingi kuliko nchi yoyote ya Afrika Mashariki. Na kwa hiyo hii ina nafasi kubwa ya kuvuta uwekezaji ikiwemo kwenye industry ya sukari, maziwa na kadhalika. Kwenye uchumi ni kweli unaweza kuona kwamba demand ya maziwa ni kubwa. Kwa nini hakuna supply kubwa zaidi? Kwa nini hakuna supply? Kwa nini hakuna uwekezaji mkubwa kwenye viwanda vya maziwa? Niseme tu kwamba kuna wingi ambao unaonekana ambao unatengeneza biashara na kuna wingi ambao hautengenezi biashara. Sasa kadiri tunavyojenga ustaarabu wa kunywa maziwa, tunajenga soko la uhakika kwa watu kuja kuzalisha maziwa. Ukipiga hesabu ya mahitaji ya maziwa kwa idadi ya watu ambao wanakaa mwaka mzima hajagusa glasi ya maziwa, unaweza ukapata hesabu ambayo sio sahihi sana, kwamba kwa siku mtu anatakiwa anywe maziwa lita ngapi? Wataalamu wa kilimo na mifugo, lita ngapi kwa siku? Robo lita au nusu lita? Kwa ukizidisha mara milioni 70 inakuwa ndio demand, sio? Lakini demand pia ni power ya kupurchase. Yaani demand ni nini? Ni pamoja na uwezo wa kununua. Yeah. Na ndio maana tunaweza kuwa na watu wengi lakini soko dogo, kwa sababu wananunua kidogo, kwa sababu uwezo wa kununua ni mdogo. Kwa maana in terms of population demand ni kubwa sana, lakini utayari wa kulipa, utayari wa kununua bado hauendani. Na ndio maana size ya demand ya supply unaiona ina changamoto hapo. Trust me, tutakapokuwa na watu, tutapokuwa na pressure ya kununua maziwa, ni automatically, yani market force huwa hazidanganyi, yataongezeka tu, yani mitaji itakuja yenyewe tu. Kwa hiyo ni moja njia ya kujenga masoko haya ya maziwa, ambaye kujenga uchumi wa maziwa ni pamoja na kujenga, kuhamasisha ustaarabu na tabia ya kunywa maziwa kuanzia mashuleni na hata nje ya mashule. Nadhani hayo ndio ingeweza kuyasema kwenye maziwa, korosho, kwamba kwa nini tuwasafirisha low cashew nuts. Ni kweli kwamba tumekuwa na changamoto hiyo ya kuuza ghafi, lakini mkakati wa serikali ni 100% iwe processed ndani. Na mpaka sasa hivi ndio masharti hayo kwamba korosho ghafi isiuzwe nje ikiwa ghafi. Ndio msimamo wa serikali kwamba iuzwe ikiwa processed. Na kwa kwenda mbele, maana yake viwanda hivi ambavyo ni vya kuchakata mazao kwa ajili ya kulinki kilimo na viwanda vitazidi kuongeza ufanisi kwenye mazao mengi, yasiuzwe ghafi, kwa sababu yakiuzwa ghafi yanatengeneza ajira huko duniani. Mariam, vigezo gani ambavyo vinatumika kuwekeza kwenye PPP? Serikali inazingatia vigezo gani? Nadhani ilikuwa serikali inazingatia vigezo gani, au kama ni kupata sawa sawa, ilikuwa na mashamba ni vigezo gani ambavyo vinatumiwa na serikali kuengage miradi ya ubia? Kikubwa kabisa ambacho kinatumiwa na serikali kwenye kufanya miradi ya ubia, kwanza ni kuhakikisha kwamba miradi ya ubia ina value for money, kwamba mradi husika gharama yake inaendana na uhalisia, inalipa. Lakini vile vile ni affordability, kwa maana kwamba miradi ya ubia hii ambayo inatengenezwa na private sector
badala ya serikali lazima iwe affordable. Kuwa affordable, kwa hiyo inafanyika study ya kuangalia affordability ya huduma ambayo itatolewa na private company. Sasa kama mradi ule sio affordable, wananchi hawana uwezo wa kuafford, lakini kibiashara inaonekana kwamba hiyo ndio bei, ni jukumu la serikali kutoa ruzuku, kusubsidize hiyo bei ili shuke iende kwenye kiwango ambacho wananchi waweza kuafford. Hiyo ndio kanuni. Kwa mfano kwamba serikali inasema tunataka mtu ajenge mradi wa umwagiliaji, tujenge hekta milioni 4 za umwagiliaji, private company ajenge, lakini atakuwa na tozo kwa wanaotumia hiyo skimu ya umwagiliaji. Kama kule kusini kule kuna mtu amejenga, ana skimu zake za umwagiliaji na watu wanalima kwa kulipia pale. Kama serikali inataka wakodishwe kwa bei fulani, na hiyo bei anaiona hai break even, inafanya ule mradi kuwa commercially not viable. Kwa hiyo sheria inaruhusu serikali contribute capital, kutoa capital contribution kwa ajili ya kuimprove commercial viability ya mradi, kwamba kama huu mradi hekta moja ikijengwa kwa $5,000 itasababisha huyu anayekodi hekta moja alipe kwa msimu shilingi 100,000. Lakini serikali inaona kwamba watu wengi, wakulima wengi wetu hawana uwezo wa kumudu 100,000 kwa msimu, tunataka walipe 80,000. Kwa serikali inatoa hiyo difference kwa ajili ya kufanya huo mradi utekelezeke, uwe na commercial viability, kwa sababu ya serikali kupata bigger picture ya uchumi, kwa sababu yenyewe serikali inataka wananchi wenye mitaji midogo waweze kuzalisha kwenye maeneo hayo ambayo private company ameyatengeneza. Sasa ina faida gani kwa serikali? Serikali inaangalia kwamba ingejenga yenyewe ingetumia $5,000 kwa hekta moja, lakini amejenga private lakini mradi huu umeonekana kwamba commercially sio viable by 20%. Kwa serikali imetoa 20%. Kwa serikali imechangia $1 kwenye kila hekta ili kufanikisha mradi upatikane. Badala ya serikali kutoa $5 kwa kila hekta, imejikuta imefanikisha mradi mkubwa kwa kutoa $1 kwa kila hekta. Hii inaitwa viability gap funding. Serikali kutoa capital contribution kwa private sector kuimprove commercial viability. Kwa serikali inakuwa na two option, ama iweke $5,000 ijenge yenyewe, au iweke $1,000 private ajenge. Kwa kufanya hizo public sector comparative analysis, maamuzi ya serikali yanafanyika. Na nimejaribu kuzungumza kwa kirefu hiyo kwa sababu najua ni moja ya eneo ambalo liko tricky kidogo. Recho, watu wapungue kwenye kilimo ili tija au uzalishaji uongezeke. Hiyo nadharia inazungumzaje? Nafikiri niligusia kidogo wakati fulani kwamba kadiri sekta ya viwanda na huduma inavyoongezeka mchango wake, ndivyo sekta ya kilimo inavyopunguza mchango wake, na hata watu wanaoajiriwa kwenye sekta ya kilimo wanazidi kupungua. Sasa hivi watu ambao wameajiriwa kwenye sekta ya kilimo wako chini ya 50%, wako around ya 50%, wako chini ya 60%, sorry, wako close, wako 56 hivi 57. Lakini huko tulikotoka watu ambao walikuwa wameajiriwa kwenye sekta ya kilimo walikuwa around 80%. Kwa kadiri sekta ya huduma inavyoongezeka na viwanda, ndivyo ambavyo sekta ya kilimo na yenyewe mchango wake unapungua kwenye uchumi, na kwa hiyo hata ajira zake zinapungua kwenye uchumi. Sasa hivi sekta ya huduma ndio inaongoza. Sekta ya huduma inachangia kwenye uchumi asilimia around 36. Sekta ya viwanda iko around asilimia 32. Sekta ya kilimo iko around asilimia 25. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini huko tulikotoka sekta ya kilimo ndio ilikuwa inaongoza. Sasa sekta ya huduma imeovertake, sekta ya viwanda imeovertake. Hii na 36, huduma viwanda 32, kilimo around asilimia 25. Kwa kadiri uchumi unavyozidi kukua, sekta ya viwanda na huduma zinavyokuwa, sekta ya kilimo inapungua.
na hata kwenye ajira inakuwa hivyo hivyo, inazidi kupunguzwa kwenye sekta ya ajira. Sasa kwa mantiki yangu ni kwamba hii watu hawaondolewe kwenye kilimo kwa kutumia polisi. Ni economics tu, yani ni kanuni za uchumi tu ambazo zinakufanya kwamba wewe kuwa mfanyakazi kwenye shamba kubwa inalipa kuliko kulima shamba lako wewe. Kuwa mfanyakazi kwenye shamba kubwa inakulipa kuliko kulima wewe eka moja kwa jembe la mkono. Mazingira ya kiuchumi yanabadilisha hizo namba. Kwa hiyo kwenye utaratibu wa ubia tuna encourage masuala haya ya mitaji mikubwa, zinajengwa plantation kubwa, wanakuwepo outgrowers. Ile shamba kubwa, yule mwekezaji mkubwa anawasaidia training wakulima wadogo, anasaidia input wakulima wadogo, lakini pia anakuwa soko kwa wakulima wadogo. Na kwa kufanya hivyo anakuwa yeye na wale wanakuwa wote kwa pamoja. Lakini of course kuna issues kwenye mambo ya sheria zetu za hofu ya sheria pengine za ardhi na kadhalika. Bado sheria ya ardhi ya vijiji inaweka ulinzi kwa wakulima wadogo na vijiji vyetu kubaki kuwa na nafasi kwenye ardhi yake au ardhi yetu. Ingawaje upande wa pili ni changamoto kwenye investment kubwa kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu investor anataka confidence kubwa kwenye eneo la ardhi, na sisi ardhi ni mali ya rais au ni mali ya umma. Nadhani huko mtaandika research nyingi sana kufanya comparison analysis na kadhalika, lakini kwa kifupi niseme tu kwamba wakulima wanapungua kadiri sekta ya huduma na viwanda zinavyoongezeka. Wana shift wenyewe kwa sababu inalipa zaidi kukaa huku kuliko kukaa kule. That's how it works. Urbanization rate leo unaiona imezidi kuwa kubwa Afrika, na Dar es Salaam, Nairobi na majiji mengine yanaonekana ni moja ya majiji ambayo yanakuwa kwa kasi zaidi duniani. Rate ya urbanization iko juu sana, na hiyo ina pose challenge nyingine kwenye mijini. Kwenye mijini ina pose challenge ya infrastructure ya uchukuzi na usafirishaji pale mjini. Wanasema tutaingiza hasara ya almost $1 billion kwa mwaka kwa jiji la Dar es Salaam kutokana na changamoto ya usafirishaji mjini. Ule muda unaopotea, mafuta yanayopungua kwenye foleni na kadhalika, yanakula takribani 1 billion kwa mwaka. Hiyo ni World Bank mwaka 2023. Sasa kwa address changamoto hiyo, ndio hiyo sasa kuna mradi wa kujenga mid and outer ring roads kwenye jiji la Dar es Salaam. Kuna mradi wa kujenga reli kwenye jiji la Dar es Salaam. Yote hii kwa ajili ya kudecongest jiji. Achilia mbali changamoto zingine ambazo zipo za muda mrefu za poor planning ya jiji na kadhalika. Yep. Kwa hiyo hayo ndio ambayo ningeweza kusema kwamba sekta ya kilimo inapungua kadiri ya sekta zingine zinavyoongezeka. Na ni kanuni za uchumi, wala sio kwamba ni polisi au mgambo wanawatoa watu kijijini kwenda mjini. Watu saizi watoka kijijini kwenda mjini kwa sababu tu wanaona mjini kunalipa kuliko kijijini. Assumption. Lakini pia wanasaidia kupunguza pressure kule kijijini. Wanatoa space kule kijijini. Kwa wanaobaki kijijini wanapata advantage kwa hawa wanaoondoka kijijini. Lakini wanaokwenda mjini na wenyewe wanapata advantage ya kwenda huko walikokwenda mjini. Sheria ya PPRA, ndugu yangu Malisa anasema sheria za PPRA za manunuzi ziangaliwe. Kama zikiwa zenyewe hizo ndio ambazo zinahusika na ubia, shughuli kubwa ipo. Nikutoe hofu tu ni kwamba miradi ya ubia haifanywi kwa kutumia sheria ya manunuzi ya serikali. Inafuatwa sheria ya ubia. Kwa hiyo ukifanya mradi wa ubia, chuo kikuu cha SUA mkitaka kufanya mradi wote wa ubia, wala watu wa manunuzi wasiwasumbue. Hawahusiki kwa chochote katika miradi ya ubia. Miradi ya ubia na sheria yake, na haihusiki sheria ya manunuzi
ya umma hii PPRA haihusiki. Kwa hizo hofu za sheria ya manunuzi tulizikwepa namna hiyo. Sheria yetu ya PPP ni sheria inayojitegemea, na ndio maana kwenye sheria ya PPP mwekezaji anaweza akaanzisha mradi kama unsolicited, kitu ambacho sheria ya manunuzi ya umma hakipo. Food security and food sovereignty. Kuna mikakati gani na PPP imejipangaje? Ni kweli hizi ni dhana ambazo zinashindana kwenye nadharia ya kwamba food security ni uhakika wa chakula, haijalishi kimetengenezwaje. Muhimu tu ni kwamba ni affordable, yani kipo na ni affordable. Kimetengenezwaje na kinasafirishwaje na kila kitu sio shughuli yake. Wewe ni kwamba chakula kipo na kiko affordable. Lakini huu dhana ya utawala wa chakula ndio ambayo sasa inaangalia picha pana sasa ya kwamba hicho chakula kinatengenezwa na nani, kwa utaratibu gani, mbegu zake zinatoka wapi, kwamba tunataka kuhakikisha kwamba nchi zina uwezo wa kutawala, kwa sababu akitokea mtu kampuni kubwa duniani akafuta mbegu zenu na akatawala mbegu zake, baada ya muda mnakuwa watumwa moja kwa moja. Nilikuwa nakula maboga asubuhi ya leo na nikikumbuka maboga ya Kigoma yanaunga, ama maboga yanakula hapa Morena yako mateketeke. Ndio hizo nini zimeshakuwa improved, sio hali yake ile ya zamani. Lakini tayari Tanzania tuna sheria ya mbegu na sheria ya ardhi. Hizi sheria mbili zinasaidia kumanage hii pressure ambayo ingeweza kujitokeza, lakini ni issue ambayo lazima kuendelea kuizungumzia. Mikakati ni hiyo ya kwamba kwenye ubia mwekezaji anapokuja haimaanishi kwamba anakuja anavyotaka. Anakuja na kufuata sheria za kwanza, sheria ya ubia yenyewe, lakini pia sheria ambazo zinaambatana na uwekezaji kwenye sekta ambayo anataka kuwekeza. Kwa haimaanishi kwamba mwekezaji atakuja atafanya uwekezaji kwa jinsi anavyotaka. Atafanya kwa mujibu wa sheria ya ubia na sheria ambazo zinaambatana na sekta anayohusika. Kama ni kwenye kilimo, maana yake sheria ya mbegu itamhusu, sheria ya ardhi itamhusu, na sheria za mazao na kadhalika zote zitamhusu. Na tunapofanya appraisal of feasibility study ya mradi wowote ule, element mojawapo ambayo inaangaliwa ni legal compliance. Legal compliance inayoangaliwa pale sio compliance ya sheria ya PPP tu, ni pamoja na related laws ambazo zina govern sekta hiyo ambayo nataka kuifanya. Lakini swali zuri, na nadhani ni walau kwa sisi bado hatujawa na damage kubwa kama nchi. Ipo damage lakini haijawa kubwa sana, lakini lazima tuendelee kujipanga kuhakikisha kwamba hatupotezi kabisa tulicho nacho. Role ya research kwenye kilimo, ni kweli research ndio msingi, kwa maana ya kwamba inatoa majibu ya kaburi kila kitu ambacho tunataka kukifanya, na wakati mwingine research inategemea na context. Unaweza kukuta research nyingi ambazo tunazitumia ni donor funded, na wakati mwingine majibu yake yameshaamuliwa. Yaani kwamba research ifanyike ya namna hii ili kuruhusu GMO, uhalali pengine wa kitu fulani. Wanasema anailipia mziki ndio anafanyaje? Siku hizi ukienda hata disco, unajua vijana chuoni pengine hamwendi disco, sijui. Unamwambia nani, hata kama amekuja Falipupa, piga ule mboko fulani ule, mimi nimeweka hela hapo. Wewe unailipia ndio unaamua wimbo kupigwa. Kwa research ambazo ni donor funded, changamoto yake ni hiyo, wakati mwingine wanakuwa na majibu tayari wanayoyataka ku influence decision fulani. Kwa kuna muhimu wa research nyingi zaidi kufanywa na sisi wenyewe locally funded kwa ajili ya kupata solution kwenye context yetu,
na hili ni moja ya eneo ambalo kwenye Vision 2050 limepewa uzito, research, technology na eneo hilo la elimu, maarifa ambayo ndani yake kuna research, innovation kama misingi ya kuweza kufikia huo uchumi ambao tunaotaka. Kadiri tunafanya research zaidi tutapata majibu ya changamoto nyingi ambazo tunazo. Kwenye kilimo kunahitaji research nyingi zaidi. Nyingi zimefanya. SUA ni moja ya chuo ambacho kimefanya research za maana sana nchi. Mimi hata nikiwa mbunge nilikuwa natoka Dodoma, nakaa kwenye hoteli moja hapa, nasimama hapa Morogoro, nakutana na madaktari wa hapa, wananifili takwimu nyingi sana. Wakati huo nilikuwa mbunge wa upinzani, lakini madaktari wa SUA wananipa takwimu nyingi, lakini kienda kujenga hoja sisemi kwamba nimepewa na wao. Haya natania media, namba msije mkaripoti. Nimezungumza off camera. Asanteni sana. Asante sana. Naomba mkubaliane na mimi kwamba kiu ya kuuliza maswali ni kubwa na imebaki. Sasa nitauliza tu kwamba tutafanyeje ili tuweze kupata nafasi ya kupata hayo majibu ya hayo maswali. Kulingana na muda na shughuli nyingine ambazo wote tunazo, ninaomba niseme kwamba kutokana na mazungumzo yetu wote tunakubaliana kwamba ubia na dhana nzima ya ubia inaeleweka, lakini haijaeleweka sana, si ndio? Hilo ni jambo moja. Lakini la pili ambalo nimeliona wakati tunazungumza ni kwamba kumbe kuna nafasi ya kuweza kuingia kwenye ubia hata kama huyo unayetaka kuingia naye ubia hajakubali, si ndio? Hiyo nafasi nayo ipo, ambayo walisema unsolicited proposal or expression of interest, si ndio? Lakini tumekubaliana kwamba utafiti haujapewa nafasi ya kutosha, si ndio? Kwamba kwenye mpango huu basi lifanyike linalofanyika, utafiti nao uweze kupata nani ya kutosha. Lakini kingine ambacho nimekipata ni kwamba kwenye miradi ya ubia, sheria ya manunuzi, chukua tupa kule, si ndio? Ndicho nilichokipata hapo. Nitauliza kwamba itakuwaje, lakini nataka niseme kwamba kipengele sasa tunachoenda nacho ni kupata neno la shukurani kutoka kwa Madam Principal wa college kuu ya kwanza ya kilimo hapa nchini Tanzania. Habari za mchana. Mgeni wetu maalum ndugu David Kafulila, makamu mkuu wa chuo akiwakilishwa na Profesa Amandos Muhairwa, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu akiwakilishwa na Profesa Kabote, marasi wandaki, wakurugenzi, wakuu wa idara za taaluma, wakuu wa idara za utawala, wafanyakazi wa SUA, wanataaluma wote, wanafunzi, wahitimu wa SUA, mabibi na mabwana, pamoja na wasikilizaji wote wanaotusikiliza kwa njia mbalimbali, aidha za mtandao na wale ambao wako chumba ambacho kiko jirani na hapa. Nimepewa kazi moja tu ya kutoa neno la shukurani. Nadhani wasikilizaji wote mlioko hapa mtakubaliana na mimi kwamba mhadhara wa leo ni wa tofauti kidogo. Huu ni mhadhara ambao
umetukusanya wanafunzi, wanataaluma na jamii nzima, na wote tumefundishwa na mwalimu mmoja au mtoa mhadhara mmoja. Sisi chuo kikuu tunaofundisha tunaitwaga walimu pia lakini mhadhara huu umekusanya masomo yote tunayofundisha na tunayosoma hapa SUA. Nikiangalia imechanganya kuanzia MTH au hamjaisikia, VM, CS, nini ile nyingine, AEA na nini, EE, SCS, zote zimeweza kuchanganywa na kutupa maarifa katika darasa moja. Tunashukuru sana. Na zaidi ya yote, mhadhara huu pia ni wa kipekee kwa sababu kwanza umetoka PPPC, lakini pia ni unsolicited. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kuweza kutambua kwamba elimu hiyo na sisi tunahitaji, maarifa haya tunahitaji, na umeweza kutufundisha, tumepata maarifa, umeweza kutuonesha fursa zilizopo, ikiwa uko mwanafunzi, ukiwa umehitimu, ukiwa mwalimu, lakini hata mwananchi yoyote, kwamba katika ubia huu kuna fursa kwetu wote. Kwa hiyo tunakushukuru pia kwa hilo. Na mwisho, kabla ya mwisho, niseme pia umegusia kuhusu umataifishaji. Kwa hiyo tunakushukuru kwa sababu sisi kama vyuo vikuu bidhaa yetu ya kwanza ni maarifa. Kwa hiyo umeweza kutupanua zaidi kwamba tunaweza tukanunua, lakini pia tukauza maarifa nje ya nchi. Na hilo litatusaidia pia kuongeza jinsi ambavyo tunaweza kufundisha, jinsi ambavyo tunaweza kufanya tafiti, lakini pia hata kutoa huduma ambayo itaongeza thamani na kutufanya tuweze kuuzika na kununua kimataifa. Na mwisho, tunakushukuru kwa sababu umetukumbusha, lakini pia umetutia moyo kwamba katika uchumi wa sasa ni uchumi wa maarifa. Kwa hiyo mambo tunayoyafanya kwenye vyuo vikuu kwamba tunaweza tukachangia kwa nafasi kubwa sana ili kuitoa nchi katika uchumi uliopo sasa na kwenda kwenye uchumi mkubwa zaidi kama dira ya 50 inavyoelekeza. Tunakushukuru sana kwa haya uliotupa na tunakukaribisha wakati mwingine. Asante sana. Hiyo haijatosha. Mimi ni msumbufu, baada haijatosha. Tunapiga makofi sasa, nawaelekeza. Tunapiga makofi 2003. 2000 na ngapi? Na 3. Sasa ile sifuri ile, we mwangalie jirani yako, si ndio? Alafu unafanya ile sifuri. Tunaanza 1 2 3, twende 1 2 0 0 1 2 3. Asanteni sana. Sasa tunakaribia mwisho na kipengele chetu cha mwisho ni picha. Nitatoa utaratibu wa kupiga picha, lakini kabla sijatoa utaratibu, naomba niwaambie surprise niliyokuwa nawaambia. Surprise ipo baada ya muhadhara huu. Usiondoke, kuna maji, kuna juisi, kuna biskuti. Baada ya hapo, naomba nitoe utaratibu wa kupiga picha. Picha ya kwanza, na picha zetu tutapigia hapa, tutakaa nyuma ya meza kuu. Tunaanza na SUA Management. Tafadhali tunaomba wote wanaohusika na SUA Management waje huku mbele tupate picha. Naomba wapiga picha muwe tayari.
naomba tupite upande wangu nilipo huku. Misitu na lishe ya jamii, mashamba darasa yaliyoboreshwa ya mazao vipande, mifugo na misitu yapo SUA. Hospitali ya Taifa ya Rufaa ya Wanyama, unazungumzia SUA. Unapozungumzia maabara kubwa baada ya SUA management, wao wanajiandaa PPPC team. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. SUA ni chuo kikuu bora na kikongwe cha kilimo nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Miundo mbinu na mazingira wezeshi ya kujifunzia unaizungumzia SUA. Wahitimu wanaoajirika wana uwezo wa kujiajiri na kutengeneza ajira kwa wengine wanaandaliwa SUA. Uongozi uliotukuka upo SUA, na maktaba ya taifa ya kilimo unaipata SUA.